Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 20 aya ya 11 hadi ya 18. Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, alinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, "Mama, unalilia nini?" Akawaambia, "Kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka." Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, "Mama, unalilia nini? Unamtafuta nani?" Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, "Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa." Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, "Usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu." Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana, na ya kwamba amemwambia hayo. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2026, ambapo ni Jumanne katika oktava ya Pasaka. Mariamu Magdalena, mwenye huzuni kubwa katika asubuhi ile ya Pasaka, ambaye anakumbuka kuwa Kristo ndiye kiini cha maisha yake na sasa hayupo tena, aliona namna nzuri ya kumtafuta Yesu Kristo kati ya wafu ni kwenda nje ya kaburi lake. Ukweli juu ya ufufuko wa Kristo ulikuwa bado sio sehemu ya imani yake, ili aweze kuondokana na huzuni na majonzi aliyokuwa nayo. Uelewa wake bado umetandwa na simanzi na majonzi makubwa, na hivyo kwa mara ya kwanza anashindwa kumtambua Kristo aliyesimama mbele yake. Hamu ya moyo wake ilikuwa ni kusikia neno kutoka kwa Kristo Yesu, na mawazo yake yakafurika na mwanga wa imani. Hatimaye akatambua yupo katika uwepo wa Kristo mfufuka. Yaliyotokea kwa Maria Magdalena ndiyo yanayomtokea kila mmoja wetu. Umaana wa maisha yetu unakuja pale ambapo tunamtafuta na kumpata Kristo mfufuka, kwa kuwa ndiye chemichemi ya maisha yetu na furaha yetu. Ijapokuwa kuna wakati tunakosea kwa kujitafutia furaha katika anasa ambazo mwisho wake ni kifo. Pia tunafikiri kwamba maisha ni kuwa na vitu vya thamani vya muda mfupi tu, kama vile utajiri, umaarufu au kumiliki mali nyingi. Yesu mfufuka pekee ndiye asili ya uzima wa milele na furaha ya kudumu. Ukimpata Kristo, basi hayo yote umekwisha yapata. Siku hizi za leo tunakutana na Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Katika adhimisho la misa takatifu, wapendwa, tunasikia neno lake mwenyewe akisema kwamba huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu. Neno hili linalenga kutujaza imani mioyoni mwetu ili tusadiki kuwa
Kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu tupo na Kristo mfufuka. Ekaristi Takatifu ndio kiini cha maisha ya imani yetu. Kristo katika Ekaristi anatenda zaidi ya kusimama mbele yetu. Anatualika tumpokee kwa imani kusudi atupatie uzima wa milele na furaha ya kudumu. Tumsifu Yesu Kristo.